بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما لم يتصل بحال إسناده منقطع الأوصال. وكل ما لم يتصل بحال، wa kullu ma, na kila hadithi ambayo lam yattasil, haikuungana, bihalin, kwa hali yoyote, isnaduhu, isnadi yake, munqati'ul awsali, inaitwa hadithi ni munqati'ul awsali, huwa ni yenye kukatika. Awsali ni vipande vipande. Kwa hiyo hadithi ambayo haikuungana, tuliona katika darasa zilizopita namna gani hadithi inakuwa ni muttasilul isnad. Kwa hiyo hadithi ikiwa sanadi yake haikuungana, hadithi hiyo huitwa munqati'u, ni munqati', kwa sababu haikuungana, yani ni kama vile auswali, vipande vipande ambavyo havikuungana. Hadha huwa alqismu athamin ashara, hiki ni kigawanyo cha 18 min aqsami alhadithi almadhkura, katika vigawanyo vya hadithi vilivyotajwa fi hadha an-nadhmi. Wa huwa almunqati', ni hadithi ambayo ni munqati'. Qawluhu, qawli yake Sheikh aliposema wa kullu ma, ay kullu hadithin, kila hadithi, au kullu isnadin, au kila isnad, lakini dhahiru, lakini lile ambalo liko wazi, anna muradahu, makusudio ya Sheikh ni kuwa kullu hadithin, kila hadithi, bidalili, kwa dalili ya maneno yake huko mbeleni aliposema falam yattasil isnaduhu, hadithi ambayo haikuungana isnadi yake. Kwa hiyo hapa anakusudia hadithi, hakusudii sanad. Ay manake anna kulla hadithin, hadithi yoyote, lam yattasil isnaduhu, sanadi yake haikuungana, bi ayi halin min alahwali, katika hali yoyote ile, fa innahu yusamma munqati'a, hadithi hiyo huitwa ni munqati'. Wa hadha bil ma'na al-'am, na hii ni maana ya am, ya ujumla, kwa sababu munqati' ziko nyingi. Fa idha kana al-hadithu, itakapokuwa hadithi, qad rawahu 5, imepokelewa na watu watano. Kuna wa kwanza amepokea kwa mtu wa pili amepokea kwa mtu wa tatu amepokea kwa mtu wa nne kwa mtu wa tano. Thumma wajadnahu, kisha tukaikuta hiyo hadithi, marwiyan, imepokelewa, anil awwal, kutoka kwa mtu wa mwanzo, anil thalith, kutoka kwa mtu wa tatu. Yani mfano sasa, kuna sahaba, kuna tabi tabiina, alafu kuna hawa waliokuja baada ya matabi tabiina, kina labda Imam Ahmad. Sasa mfano Imam Ahmad aseme amenisimulia labda Sa'id ibn al-Musayyib au Urwa ibn Zubair. Imam Ahmad hakumdiriki Urwa ni tabi'i mkubwa aliyeona maswahaba. Kwa hiyo hadithi hii tutaita ni munqati', kwa sababu Imam Ahmad hakutusimulia. Kuna watu hapa katikati amewaporomosha, ambao watamfikisha mpaka kwa Urwa. Kwa hiyo kama Imam Ahmad atasema amenisimulia Urwa, bila ya kuanza kusema mfano amenisimulia Imam Shafi amesimuliwa na Imam Malik labda amesimuliwa na Urwa amesimuliwa na Aisha na mfano wake, tungesema hadithi ni muttasil. Kwa hiyo ikiwa yule mtu wa mwanzo atamvuka mtu wa pili akaenda kusimulia kutokea kwa mtu wa tatu, hadithi hiyo ni munqati'. Kwa hiyo Sheikh asema
thumma wajadnahu marwiyan anil awwal an thalith, tukakuta ile hadithi mtu wa mwanzo anaisimulia kutoka kwa mtu wa tatu, anir rabia kutoka kwa mtu wa nne, anil khamis, fa huwa munqati'. Hadithi hii itaitwa kwamba ni munqati' kwa sababu kuna mpokezi mmoja hapo, wa pili hakutajwa. Walau wajadnahu marwiyan an thani, na tukikuta hadithi msimuliwa kuanzia mtu wa pili, wa tatu, wa nne mpaka wa tano, pia ni munqati', li'annahu saqata awwalu, kwa sababu hapa mwanzoni kuna mtu ameporomoshwa. Mfano, katika Sahihu al-Bukhari kuna hadithi nyingi ambazo al-Imam al-Bukhari ambazo zinaitwa muallaqat, huwa anaondosha baadhi ya wapokezi pale mwanzo. Anaweza akasema tu, mfano amesema fulani bin fulani kadha, fulani bin fulani kadha, lakini kati ya huyo fulani na Imam Bukhari kuna masafa marefu hapa. Kwa hiyo hadithi ile inaitwa ni munqati' kwa sababu hapa katikati kuna watu wamedondoshwa, hawakutajwa katika sanad. Kwa hiyo Sheikh asema walau rawahu al-awwal, na lau hadithi hii itapokelewa na mtu wa mwanzo kutoka kwa mtu wa tatu kutoka kwa mtu wa tano, fa huwa aidan munqati', pia ni munqati', kwa mtu wa kwanza amepokea kwa mtu wa tatu, alafu mtu wa tatu amepokea kwa mtu wa tano. Wamekutana vipi? Hali ni kuwa mtu wa tatu apokee kwa mtu wa nne, mtu wa nne apokee kwa mtu wa tano. Kwa hiyo pia hadithi hii itaitwa kwamba ni munqati'. Wa yuqassimu al-ulama, na wanagawanya wanawachuoni al-inqita' hukuku katika ila arba'ati aqsami, katika vigawanyo vinne. An yakuna al-inqita', ikawa kule kukatika, min awwali sanadi, ni mwanzo wa sanadi. Mwanzo wa sanadi, mwanzo wa sanadi ndio huko an fulani an fulani an fulani qala qala Rasulullah, huko an fulani, huko mwanzo huko. Mfano tuseme an Nafi'in an ibn Umar, an Nafi'in an Malik an Nafi'in an ibn Umar, kuna sanad. Mfano an Yahya ibn Yahya, Yahya ibn Yahya mara nyingi anapokea kutoka kwa nani? Kwa Malik, na Malik anapokea kutoka kwa Nafi', na Nafi' anapokea kutoka kwa Ibn Umar, na Ibn Umar anapokea kutoka kwa Mtume sallam. Sasa mfano wa kukatika kwa sanadi mwanzoni mwake, ukienda katika Sahihu al-Bukhari utakuta sanadi hii an Yahya ibn Yahya qala, amesema qara'tu ala Malik, nimesoma kwa Malik. Imam Malik naye an Nafi'in, amepokea kwa Nafi', na Nafi' naye amepokea kwa Ibn Umar. Sanad ni muttasil kwa sababu kila mmoja amechukua kwa mwenzake. Lakini sasa tukakuta hivi, an Yahya ibn Yahya qala an Nafi'in, Yahya ibn Yahya akisema nimepokea kutoka kwa Nafi'. Yahya hakumuona Nafi', twasema hadithi ni munqati. Hapa katikati Yahya hakumtaja Malik ambaye ndiyo mwalimu wake, kamwacha Malik kaenda kwa nani? Kwa Nafi'. Hii tunasema ni munqati katikati. Halafu munqati mwanzoni, Yahya ibn Yahya amepokea kwa Malik. Sasa al-Imamu Muslim mfano wakati anaweka sanadi hii anasema qala Malikun an Nafi'in an ibn Umar, anamvuka nani? Anamvuka Yahya ibn Yahya, hamtaji. Tunasema hadithi hii sanadi yake ni munqati awwalu, kule mwanzoni kumekatika, kuna mpokezi kule mwanzoni ambaye ni Yahya ibn Yahya, hakutajwa. Kwa hiyo Sheikh asema wa yuqassimu al-ulama al-inqita' ila arba'ati aqsam, hukuku katika wanawachuoni wamekugawanya sehemu tano.
an yakuna linqita'u min awwali sanad, kuna kukatika ambako ni mwanzo wa sanad. An yakuna linqita'u min akhiri sanad, kuna kukatika ambako ni mwisho wa sanad. An yakuna linqita'u min athna'i sanad, na kuna kukatika ambako ni katikati ya sanad, biwahidin faqat, kwa kuondoshwa mtu mmoja. An yakuna linqita'u, lakini pia kuna kukatika min athna'i sanad, katikati ya sanad, bithnaini, kwa kuondoshwa watu wawili, fa akthara, na zaidi, ala tawali, kwa mfululizo. Sanad inakuwa na watu wengi pale katikati, mara kuna watu watatu wameondoshwa, mara kuna watu wawili wameondoshwa. Hizi ni hali ambazo zipo katika hadithi. Uwezo ukasoma hadithi wewe ukaona kama vile an fulani an fulani an fulani, unaona kama vile hadithi sahihi, kumbe hapa kuna watu kadhaa hapo katikati wameondoshwa, hawapo. Fa amma alqismu alawwal, ama kigawanyo cha kwanza, wa huwa idha kana linqita'u, inapokuwa ile inqita'u min awwali sanad, ni mwanzo wa sanad, fa innahu yusamma mu'allaqa, hadithi hiyo huitwa mu'allaqa, na zipo nyingi katika Sahih Bukhari. Wa wajhu tasmiya, na sababu ya kuitwa fihi, ndani yake kuitwa hivyo mu'allaqa, dhahira, iko wazi. Liannaka, kwa sababu wewe, idha allaqta shay'a, unapokitundika kitu, fi saqafi, katika sakafu, wa huwa munqati'u, kinakuwa kimekatika, min asfali, chini yake. Yani ukikitundika kitu manake hakijagusa chini. Falan yasila ila al-ardhi, hakijafika katika ardhi, ndio kitu huitwa muallaqa. Falmuallaqu, kwa hiyo tukisema muallaqa sasa, hadithi muallaq, ma hudhifa minhu, ma ni ile hadithi ambayo hudhifa minhu, ameondoshwa katika hadithi hiyo, awwalu isnadi, mwanzo mwa isnadi yake kuna mtu pale, kuna mpokeza ameondoshwa, ndio huitwa muallaqa. Kwa hiyo ukiambiwa mfano rawahu al-Bukhari muallaqan, hadithi hii ameipokea al-Imamu al-Bukhari muallaqa, maana yake kuna wapokezi pale mwanzo al-Imamu al-Bukhari hakuwataja. Wa hal al-muallaq, na je muallaq min qismi sahihi, ni katika aina za hadithi sahihi, au huwa min qismi dhaifi, au ni katika aina za hadithi dhaifu? Naqulu, tusema huwa min qismi dhaif, ni katika kigawanyo cha hadithi dhaifu. Kwa hiyo hadithi ambayo ni muallaq inakuwa ni dhaifu, katika hadithi dhaifu. Lianna, kwa sababu, min sharti sahihi, katika sharti za hadithi kuwa sahihi, ittisalu sanad, ni ile sanad iungane. Katika masharti ya hadithi ni ittisalu sanad. Lakini ma'allaqahu al-Bukhari jaziman bihi, ma ile hadithi ambayo allaqahu al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari ameitundika, jaziman bihi, lakini akiwa ameipitisha kwa kusema hivi qala, jaziman maana yake kwa kutumia ile maneno ambayo hayana shaka, fahuwa sahihun indahu, basi hadithi hiyo ni sahihi kwake. Wa in lam yakun, hata kama haikuwa ala shartihi, katika sharti la Bukhari, kwa sababu moja ya masharti ya al-Imam al-Bukhari katika sahihi yake ni kuwa hadithi lazima iwe ni muttasilul isnad. Lakini kuna muda sasa Imam Bukhari kuna hadithi anaziweka hazina sanad, mfano kama vile hadithi la yatiyanna ala ummati aqwamun yastahilluna alhira walharira, hakuiwekea sanad. Mfano hadithi pia inayosema alilmu bitaallumi, ilmu ni kwa kusoma. Lakini pia kuna maneno mengi kama vile ya maswahaba, maneno ya sahaba Umar aliposema tafaqahu qabla an tusawwadu, ni maneno ambayo ni muallaka, ameyaweka. Na hadithi nyingi ambazo zipo katika sahihi yake ambazo ameziwekea zimekuwa ni muallaka. Lakini kuna utofauti
wa Imam al-Bukhari katika hizi hadithi ambazo ni muallaqat. Al-Imam al-Bukhari ukisoma hadithi ndani ya kitabu chake, hadithi hiyo akasema qala fulanu, amesema fulani, qala akatumia neno qala, hadithi hiyo ni sahihi. Hiyo muallaqa aliyoweka hapo ni sahihi. Ama akiweka hadithi ambayo ni muallaqa lakini akaiweka katika sigha ya qila, qila imesemwa, si moja kwa moja kwamba ni dhaifu wala ni sahihi, mpaka uangalie hapo, mpaka uangalie, lakini nyingi zake ni sahihi. Kwa hiyo zile muallaqati si hazizingatiwi kwamba ni katika Sahihul Bukhari, bali baadhi ya wanachuoni wanasema zile muallaqati za Bukhari ameziweka kwa ajili ya kuipamba sahihi yake, lakini sahihi yenyewe ni ile hadathana fulanun an fulanin an fulanin an fulan, hiyo ndio Sahihul Bukhari. Ama zile muallaqati zile ambazo hazina sanad, zile Imamu al-Bukhari ameziweka tu katika njia ya kupamba kitabu chake. Anasema jammala biha al-Bukhari sahihahu, ameipamba Bukhari sahihi yake kwa zile muallaqati. Kwa hiyo Sheikh asema lakin ma allaqahu al-Bukhari jaziman, ile hadithi ambayo ameitundika al-Imam al-Bukhari kwa kuipitisha kwa kutumia sighatul jazmi, fa huwa sahihun indahu, hadithi hiyo ni sahihi kwake. Wa in lam yakun, hata kama haikuwa ala shartihi, katika sharti lake. Wa inna ma qulna sahihun, lakini tumesema ni sahihi indahu kwake, liannahu yualliquhu, kwa sababu ameitundika, mustadillan bihi, akiitolea dalili, ala alhukmi, juu ya hukumu fulani. Wala yumkin, wala haiwezekani, an yastadilla, kutolea dalili Imam Bukhari, ala hukmin, katika hukmu, min ahkami llahi ta'ala, illa bi shay'in sahihin, ila kwa kitu ambacho ni sahihi kwake, lakini laysa ala shartihi, lakini hicho kitu hakipo tu katika masharti yake. Ndio hizo muallaqati, kuwa muda mwingine anaziweka katika lengo la kubainisha baadhi ya ahkam. Na Sheikh anasema Ibn Uthaymeen hapa kuwa al-Imam al-Bukhari hawezi akaweka hizo muallaqati isipokuwa ni kwamba zimethibiti kwa al-Imam al-Bukhari, anaziona kuwa ni sahihi, kwa sababu haiwezekani an yastadilla ala hukmi min ahkami llahi, akatolea dalili, akajenga dalili kupi katika hukumu za Allah, isipokuwa kwa kitu ambacho kimethibiti kwake. Lakini hicho kitu laysa ala shartihi, hakipo katika sharti lake. Ndio kuna baadhi ya wanachuoni walimkosoa Imam al-Bukhari kwamba mbona kuna hadithi fulani ambazo ameziweka lakini hazipo katika masharti yake. Liannahu law kana ala shartihi, kwa sababu lau hadithi hiyo muallaqa ingekuwa katika sharti lake, la saqahu, basi angeiweka bisanadihi, kwa sanadi yake, hatta yu'rafa, ili ijulikane. Ma annahu rahimahullah, pamoja na kwamba yeye rahimahullahu ta'ala, rubbama yati bihi, huenda akaileta hadithi muallaqan, ikiwa ni muallaqa katika mlango fulani, wa muttasila, kisha ikiwa ni muttasil fi babin akhara, katika mlango mwingine. Al-Imam al-Bukhari anaweza akakuletea hadithi hiyo katika mlango huu ni muallaqa, lakini katika upande mwingine ikawa nini, ni muttasil. Mfano kama vile kuna hadithi man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fi din. Kuna baadhi ya maeneo al-Imam al-Bukhari ameitaja ikiwa ni muallaqa, na kuna maeneo ameitaja ikiwa ni muttasila, ikiwa ametaja kwa sanad kabisa wapokezi wake. Wa amma alqismu athani, wa huwa an yakuna linqita'u, ikawa kuleku katika min akhiri sanadi, ni mwisho wa sanad, fahadha huwa almursal, hii ndio ile mursal tulioitaja kwa mwishoni kule, kuna sahaba hakutajwa. Wa amma alqismu athani, wa huwa an yakuna linqita'u, ikawa kuleku katika min athna'i sanad, ni katikati ya sanad, birajulin wahidin, kwa kuondoshwa mtu mmoja,
fahadha yusamma munqati'a. Hii pia huitwa kwamba ni munqati fi istilahi, katika istilahi ya ulama. Falmunqati'u indahum, kwa hiyo hadithi munqati' mbele ya wanawachuoni wa hadithi, huwa ma hudhifa, ni ile ambayo imeondoshwa, min athnai sanadi, katikati ya sanadi yake, rawin wahidun, pokezi mmoja fakat. Wama alqismu rabi, ama kigawanyo cha nne, ayakuna linqita'u, ikawa kule kukatika, min athnai sanad, ni katikati ya sanad, birajulaini, kwa watu wawili, fa akthara, na zaidi. Kwa kuna tofauti ya inqita'u, hapana, kuna inqita'u na munqati, kuna maqtu' na munqati. Maqtu' nadhani tushaiona katika darasa zilizopita, na hapa tunaona hadithi ambayo ni sallallahu, hadithi ambayo ni munqati. Kwa hiyo Sheikh asema wa amma alqismu arabi' wa huwa an yakuna linqita'u, ikawa kule kukatika, an yakuna linqita'u, ikawa kule kukatika, min athnai sanad, ni katikati ya sanad, birajulaini, kwa kuondoshwa watu wawili, fa akthara ala tawali, na zaidi tena kwa kufuatana, fa innahu yusamma mu'dala, hadithi hiyo huitwa ni mu'dal. Licha ya baadhi ya wanachuoni hadithi nini kigawanyo hiki wamekitaja, lakini mifano yake kidogo imekuwa ina ugumu fulani, lakini ni masala yapo kwa hadithi mu'dal ni ile ambayo wameondoshwa watu wawili na zaidi, lakini kwa ujumla zote zinaitwa ni munqati'. Mursal ni munqati', munqati' ni munqati', mu'dal pia ni munqati', zote kwa sababu kuna watu hapa katikati wameondoshwa. Kwa hiyo hadithi unaweza ukaiona kama vile ni muttasil kwa uwazi wake, lakini kinje hivi utakuta kwamba hadithi ni munqati'. Ndio Sheikh asema wal mu'dalu saqitu minhu ithnani, na mu'dal ni ile hapo kwamba wameporomoka watu wawili na zaidi. Sallallahu wasallam ala